Mtandao wa polisi wanawake mkoa wa Geita umesema unajivunia mafanikio makubwa ya kupunguza vitendo vya matukio ya ukatili ikiwemo kutelekeza familia, ambapo kwa mwaka 2023 walikuwa na matukio 95 ya ukatili, ambapo kwa mwaka 2024 walifanikiwa kupunguza mpaka kufikia matukio 53. Hayo yameelezwa na kamanda wa polisi mkoa wa Geita, kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi Safia Jongo, wakati akiwasilisha taarifa ya utekelezaji mtandao huo kwa mgeni rasmi ambaye alikuwa ni mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela, kwa kile kilichofanywa na mtandao huo katika kukabiliana na matukio hayo. Hizi ni ripoti za Ayo TV na Milada Ayo kutokea mkoani Geita. Mimi ni Baraka Fujens. Mwaka 2023 tulikuwa na matukio 95 ya ukatili, ambayo mengi yakiwa ni kutelekeza familia, lakini 2024 ni matukio 53 tu yaliyoripotiwa. Kwa hiyo haya ni mafanikio makubwa ambayo sisi mtandao wa polisi wanawake kwa wa Geita tunajivuniwa, na ni mafanikio makubwa ambayo tuliona kuliko tuweke sherehe tushangilie sisi wenyewe ndani, tukaona tuweke sherehe kwenye uwanja kama hivi, tushirikishe na wanawake wenzetu, kuwapongeza na kuwashukuru na kuwafahamisha kwamba hizi nguvu na juhudi tunazozifanya sisi kama wanawake zimeleta matokeo chanya, na tuendelee na juhudi hizi ili tufike mahali Geita bila ukatili inawezekana. Mheshimiwa mgeni rasmi, sambamba na elimu, sisi mtandao wa polisi wanawake tumefanya shughuli mbalimbali za kijamii ikiwemo kupanda miti. Tumetembelea kila wilaya na tumefanya mazoezi hayo. Wilaya ya Nyang'hwale tumepanda miti, wilaya ya Bukombe, wilaya ya Chato na wilaya ya Mbogwe, na jumla ya miti 700 tumepanda sisi askari wa kike. Lakini sambamba na hilo tumewatembelea watoto yatima na kutoa misaada mbalimbali, na niendelee kutoa wito. Kwanza na washukuru, karibu taasisi zote tumekuwa tushirikiana wakati tunayafanya hayo. Kwa hiyo niendelee kutoa wito, watoto wenye mahitaji ni wengi. Kwa hiyo naiomba jamii shirikiane na mtandao wa polisi wanawake, tuendelee kwenda kutoa mahitaji kwa wale watoto yatima. Lakini pia katika hizo hospitali tulizotembelea na kupanda miti, tulitoa misaada mbalimbali ikiwemo mashuka pamoja na vifaa mbalimbali kwa wazazi ambao walikuwa wamejifungua. Na pia tumetembelea shule za sekondari na kutoa taulo za kike. Na hili nalo nitoe wito, kwa sababu watoto wetu wa kike wanaweza wakakutwa na yale matatizo yetu au mambo yetu ambayo Mungu ametuumbia ya ghafla mashuleni. Kwa hiyo tukitoa zile taulo za kike zinakaa pale ofisini, zitawasaidia mtoto wa kike kuendelea kusoma hata kama ile hali ya kike imemkuta akiwa darasani.